Kwa ni vema wakipata mafunzo haya hasa kwenye mada ya ulinzi na usalama wa nchi, itawasaidia wao katika kuendelea kutatua migogoro na malalamiko kwa wananchi. Wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya ya Ruangwa mkoani Lindi wamesema wilaya hiyo ni miongoni mwa wilaya ambazo wananchi wake wanatii utawala unaozingatia sheria za nchi na haki za binadamu, jambo linalopelekea kupungua kwa kiasi kikubwa matukio ya uvunjifu wa amani na ukiukwaji wa haki za binadamu. Mrakibu mwandamizi wa magereza Benjamin Kabisa, ambaye ni mkuu wa gereza wilaya ya Ruangwa, na Koplo Richard Fedriki, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya ya Ruangwa, wakiwa kwenye mafunzo ya elimu ya uraia na utawala bora kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, wanaelezea namna wanavyotekeleza majukumu yao kuhakikisha usalama unaimarika. Mtazamaji, cha kwanza ni usikivu. Tulipofika maeneo haya, wao kuweza kupanga vizuri na kuweza kutoa elimu kiujumla. Unajua kila sehemu ukisema usubiri tukio litokee kwanza ndio uweze kufanya kazi, lazima utashindwa. Ila unapofika ndani ya wilaya ya Ruangwa, cha kwanza ni kutembea kila baadhi ya sehemu ambazo migodini, mashine za kusaga ambao wanafanya kazi kusaga kwa kutumia mikanda michache. Mashine ya kusaga inamiliki mikanda almost 4 au 3, lakini anaweka 2. Kwa hiyo tunapofika tukiambia waweze kuweka usalama wa zimamoto, tunakuta ushirikiano kwa mzuri zaidi, na baadaye baada ya wiki au mwezi tunajikuta matukio ya moto hakuna kabisa. Na si hivyo tu, hata katika wale wanaokwenda kuchimba madini, baada ya kumaliza madini kuona hakuna, basi mashimo tunaweza kuwasiliana na maafisa kata jinsi gani ya kuyafunika au kuweka alama ili yasiweze kutumika, au mtu anayepita usiku asiweze kuzama eneo hilo. Kwa kweli katika wilaya yetu haki za binadamu zimekuwa zikizingatiwa kikamilifu. Kama ambavyo utaona ndugu mwandishi, ni kwamba matukio mengi ya kiarifu ambayo kwa namna moja ama nyingine yanachangiwa kutokana na uvunjaji wa haki za binadamu katika wilaya hii yako kwa kiwango cha chini sana. Sehemu kubwa watu wamejitahidi kuzihifadhi, kuzilinda na kuzitunza, lakini pia na kuziheshimu haki za binadamu katika maisha yao na shughuli zao za kila siku za uzalishaji. Kwa wilaya ya Ruangwa, Hassan Ngoma, ambaye ndiyo mwenyekiti wa kamati ya usalama wa wilaya hiyo, amepongeza Wizara ya Katiba na Sheria kusogeza elimu hiyo kwa watendaji na viongozi wilayani humo, ikiwemo kamati ya usalama. Kubwa kabisa kwenye eneo la usalama, ambapo kwenye eneo hili msingi mkuu ni utawala wa sheria. Kwa hivyo wajumbe wa kamati wanatoka kwenye makundi mbalimbali na kwa taaluma na maeneo mbalimbali. Kwa hivyo muhimu wote tunakutanishwa na kwenye usimamizi wa sheria. Kwenye eneo hili kuna swala kubwa kabisa la ambalo serikali inaamini, Mheshimiwa Rais anaamini kwamba tunatakiwa kuhakikisha kwamba tunafanya kazi zetu kwa kusimamia misingi, taratibu, kanuni na sheria ambazo zimewekwa. Kwa hivyo kamati ile inafanya maamuzi, maelekezo na usimamizi wa mambo mbalimbali muhimu kabisa kwenye maisha ya watu. Kwa hivyo ni muhimu kundi hili lielewe kabisa kuhusu mabadiliko mbalimbali ya sheria na miongozo mbalimbali imetolewa ili tusaidie kwenye kutekeleza majukumu yetu. Ni kundi muhimu sana kwa mafunzo haya, na ni imani yangu sote tumefanikiwa kushiriki, wajumbe wote. Kwa hivyo tunapotoka tutakuwa na uelewa wa pamoja wa kuhusu namna gani ambavyo tunasaidia watu wetu katika kujiongoza. Mratibu wa mafunzo hayo kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, wakili wa serikali mkuu Joyce Mushi, akaelezea umuhimu wa wajumbe wa kamati ya usalama kushiriki mafunzo hayo. Ukiangalia kwa upande wa kamati za usalama za wilaya, wizara imeona ni vyema ikaleta mafunzo haya kwa viongozi hawa wa kamati za usalama za wilaya na mkoa, kwa sababu inaamini kwamba wao kama viongozi wanaishi na wananchi, lakini pia chini yao kuna viongozi wengine. Kwa ni vyema wakipata mafunzo haya hasa kwenye mada ya ulinzi na usalama wa nchi, itawasaidia wao katika kuendelea kutatua migogoro na malalamiko kwa wananchi, kwa sababu wao kama vyombo vya usalama tunajua kwamba ni jukumu lao kuhakikisha eneo wanaloliongoza linakuwa salama na linabaki amani kwa ajili ya wananchi kuendelea kukaa na kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Kuna mambo makubwa mawili yamenigusa sana. Jambo la kwanza likiwepo ni matumizi ya sheria katika kutekeleza majukumu yetu, lakini jambo la pili la msingi ni dhana nzima ya kushirikisha wengine, kwa maana ya kwamba ushirikishwaji wa watu ambao tunafanya nao kazi, lakini pia ushirikishwaji wa wananchi. Jumla ya washiriki 42 wamepatiwa elimu ya uraia na utawala bora kutoka Wizara ya Katiba na Sheria kwa wilaya ya Ruangwa. Ripoti na Geoffrey Moses Kalunduka.